Najua ni safari ambayo sio rahisi, yamkini unaweza ukawa una changamoto au unaona tokea umeanza kufunga, basi kuna mambo ambayo unaona kwamba yanaingia, ama kuna mambo ambayo unaona yanatokea, lakini unajiuliza kwa nini kipindi hiki. Haleluya. Hivyo ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umetii ile sauti ya ndani. Maana kuna wengine ambao hawajaweza tii kabisa, yani wamesikia msukumo, lakini kwa mambo ambayo labda wanayaona wao katika ulimwengu wa mwili, basi wanaona wasifunge kwa sababu ya jambo fulani. Hivyo namtukuza Mungu kwa ajili yako wewe ambaye upo katika mafungo haya ya siku 40 ya kumbukizi za Bwana wetu Yesu Kristo. Unakuta katika kipindi hiki kuna hali unaisikia. Mwingine unakuta anasikia hali ya ugonjwa au hali ya moyo wake kuinama. Moyo wake unainama kabisa. Anaona kwamba mimi siwezi au nimeshindwa, yani anasalenda kabisa kuacha kufanya jambo la Mungu akafanya jambo lake. Mwingine unakuta ni jambo la nafsi yake inakuwa bado iko mateka. Kila akitaka kutafuta uso wa Mungu, kila akitaka kukaa na wezie na kuenenda, lakini hawezi. Hivyo kwa wewe ambaye umeweza, Mungu akubariki sana. Kwa mwingine ni moyo umebeba vitu kiasi cha kwamba anashindwa, yani anashindwa hata kumpa Mungu nafasi, kumpa Roho Mtakatifu nafasi kulingana na mambo mazito aliyoyabeba. Kwa mfano, unaweza ukawa una mambo ya kifamilia, una mambo labda ya kazi, una mambo ya biashara, una mambo ya ndoa. Sasa umeapa nafasi kwenye moyo wako kiasi cha kwamba huwezi kabisa kuacha nafasi kwa ajili ya Mungu. Lakini kwa jinsi ulivyoamua au ulivyoweza kufanya, Mungu akubariki tu aweze kukufikisha na kupa lile lengo lako na ile hatima yako ifike katika kutafuta uso wa Bwana. Tulio wana wa Mungu tunaongozwa na Roho wa Mungu. Kama tulio wana wa Mungu tunaongozwa na Roho wa Mungu, hivyo usishindane na roho asemaye ndani yako, wala usiyaone ya nafsini au ya mwilini au ya roho yako yanayotamani ufanye wewe kama wewe ukayasikiliza hayo. Hebu sikiliza kile kiini, sikiliza kule nyuani mwako, sikiliza Roho anasema nini na wewe. Ukishajua Roho anasema nini na wewe, basi ndio itakupa wewe amani katika mambo yako yote. Haleluya. Hivyo napenda sana kushirikisha katika Zaburi ya 34. Zaburi ya 34 ni zaburi very powerful psalms ambayo unaweza ukawa unaona kama vile uko peke yako na uwezi kufika, lakini nataka nikwambie ukisoma hii zaburi katika kipindi hiki au katika kipindi chochote ambacho unaona kwamba wewe huwezi na unahitaji nguvu ya Mungu idhihirike kwenye maisha yako, aidha ya kazi, au nguvu ya Mungu idhihirike kwenye maisha yako ya kila siku katika familia, nguvu ya Mungu idhihirike katika ndoa yako, nguvu ya Mungu idhihirike hata katika utafutaji wako, Zaburi ya 34 ndio nayokupa siku ya leo. Nitaisoma pamoja na wewe, na nataka nikwambie unapoisoma hii zaburi, mimina kabisa moyo wako kwa Bwana. Yaani usitizame kitu chochote. Unajua wakati Daudi anavyoisoma hii zaburi, yani aliona kwamba katika shida zangu au katika taabu zangu sina mkombozi mwingine, ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. Ndio maana alikuwa ni rafiki wa Mungu. Hakuwa ni rafiki tu wa Mungu Daudi kwa sababu ya kuwa moyo wenye hofu kama wako, au hakuwa tu rafiki wa Mungu kwenye mashaka kama wewe. Hakuwa tu rafiki wa Mungu mwenye mbadala. Yeye Daudi hakuwa na mbadala wote kwenye uso wa Bwana. Akienda mbele za Mungu alikuwa ni yeye. Sasa katika shida zake akihitaji kukombolewa kutoka hapo mahali alipo, alikuwa anamtizama Mungu peke yake. Hatizami watu wanatizamavyo, wala hatizami watu watajadili nini, wala hashindani na sauti iliyoko ndani yake, bali wala hashindani na sauti inayopita masikioni mwake. Kwa nini? Yani yamkini umesikia vingi au unaviona vingi ama unavifikiri vingi, unaviona kabisa katika kushindwa katika hiyo shida yako ama taabu zako. Aidha ni wewe mwenyewe umejipitisha hapo, au ni mtu fulani amekupitisha hapo.
Maana kuna vitu unaweza ukavifanya katika sababu hiyo, ukagundua kuna jambo, kuna mahali fulani ambako umejipitisha mwenyewe tu, kuna kamlango likafungua, basi ukaruhusu hiyo shida ingie katika ulimwengu wako wa nafsi, roho na mwili, au kuna mtu ameamua kukupitisha hapo. Hivyo Zaburi ya 34 nitaisoma kabisa kwa unyenyekevu kabisa mkuu, maana ukiniona nimekuja bila kukutangazia kwamba nitakuwepo live muda huu, basi ujue kabisa ni wakati wa Mungu ametaka kukufikia wewe ambaye una hitaji lako sahihi, kwa sababu unajua una hitaji lako. Kuna mwingine ameingia katika mafungo ya kumbukizi ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kifo chake, lakini kwa kuwa specifically katika hitaji lake, aidha la mtoto, aidha la familia, aidha la kazi, biashara, kukosa amani, kukosa furaha, yani unajikuta huko mpweke, katika hali ya kuwa mpweke kabisa, loneliness imekushika kabisa. Hivyo hii Zaburi katika hiyo shida ambayo unasumbuka nayo, inakufanya uhangaike. Unaweza ukawa unahangaika kwenye madhabahu mbalimbali, kwa watumishi mbalimbali unaika, lakini kumbe kuna nafasi, kuna namna tu, kama umeweza kutii kuanzia asubuhi mpaka saa 12 hii ya jioni, mpaka saa 1 inafika, hujafungulia chochote, hujanywa chochote, umezuia kinywa chako, hujanena chochote chenye hila, umeweza kuzuia macho yako, umeweza kuzuia mwili wako kwamba umeutisha ili usimtende Bwana dhambi. Hivyo majira haya pia chukua hii Zaburi ya 34. Kuna mahali itakuvusha. Kuna mahali itakuvusha kabisa. Na mwezi wa 3 unatakiwa kabisa unaisoma saa 3 unaisoma mara 3 asubuhi, unaisoma mara 3 usiku, unaisoma mara 3 jioni. Pale unapopata nafasi, hebu isome hii Zaburi kwa mara 3, kwa sababu tuko kwenye mwezi wa 3. Mara 3 asubuhi kabisa saa 12, unasoma kabisa jioni saa 9, unasoma na saa 9 usiku. Alafu hebu tuone kama huyu Mungu hajadhihirika kwako ukiwa umemimina moyo wako kwa Bwana, ukiwa unamtizama yeye peke yake. Yani nikisema unamtizama yeye, ni yeye tu. Yani usiangalie shida, usiangalie matengano, usiangalie maneno, usiangalie mabishano, usiangalie wewe wapi umekwama, kwamba mimi hapa sitoki, kwamba katika hii kikao kikikaa mimi siwezi kubaki kazini, ikikaa hivi mimi kwamba kabisa mimi siwezi, sioni mpenyo. Na kuhakikishia Bwana atakupa jambo. Sasa Zaburi inaanza hivi, ninasoma kwa jina la Yesu. Zaburi ya 34 inasema hivi: nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Ukisema utamhimidi Bwana, nafsi yangu muhimidi Bwana. Hapa ni nafsi unailazimisha imhimidi Bwana, haijalishi iko kwenye gereza ipi. Haleluya. Mstari wa 2, katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mstari wa 3, mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliadhimishe jina lake pamoja. Mstari wa 4, nalimtafuta Bwana akanijibu, nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Oh, hallelujah. The power of God is upon you. The power of the Holy Spirit is upon you. Mstari wa 5, wakamwelekea macho wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Oh, Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie. Yamkini huoni chochote, huoni. Jicho lako litiwe nuru, uweze kuona ukuu wa Mungu katika hilo tatizo ulilonalo. Uweze kuona nguvu ya Mungu ikithibitika. Uone Bwana akadhihirika. Ili usione haya, wala usione aibu, wala usiiname ukafiche uso wako. Mstari wa 6, maskini huyu aliita, maskini wa nafsi, maskini wa roho, maskini wa fikra, maskini wa pesa, mali, maskini wa amani na furaha. Huna, lakini ulimuita Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote.
Hivyo ukimuita Bwana atasikia siku ya leo jioni hii, naye atakuokoa katika tabu zako zote. Mstari wa 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Eli wewe uliomcha Bwana, Bwana atakuokoa katika tabu zako zote. Mstari wa 8. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule aliyemtumaini yeye peke yake. Mstari wa 9. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawahitaji kitu, maana vitu vyote ni vyao. Haleluya. Mstari wa 10. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawahitaji kitu chochote kilicho chema. Mstari wa 11. Njooni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na bahari, Mungu wa Israeli, Isaka na Yakobo. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu akusaidie, mwana wa Mungu unayenisikiliza majira haya. Roho Mtakatifu akusaidie, isiwe tu zaburi kama ulivyoizoea, bali uisikie kutoka ndani. Usikie kutoka ndani, usikie kutoka ndani. Mstari wa 12. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Ni wewe, ndio maana umefunga. Ni wewe, ndio maana unakimbilia usoni pake. Ni wewe, ndio maana unamtwika Bwana fadhaa zako. Ni wewe unapasogelea msalabani pake. Ni wewe kile itwapo leo. Ni wewe, ni wewe unahitaji kuona mema ya Bwana. Ni wewe. Mstari wa 13. Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Nilitangulia kukwambia kwa wewe ambaye umezuia, umefunga kuanzia asubuhi, na hata kipindi umesema kabisa, midomo yangu haitosema uongo tena, midomo yangu haitodanganya, wala sitoshuhudia uongo kwa yoyote, wala sitoshiriki neno lolote baya kumdhuru yoyote popote, wala kuomba chochote. Mungu arehemu, yeye akurehemu, akusaidie. Maana umezuia midomo yako, umezuia ulimi wako na mabaya, na midomo yako kusema hila. Mungu akukumbuke, Mungu akukumbuke. Mstari wa 14. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuate. Yule ambaye umejua kabisa umepambana kuitafuta amani, haijalishwa na ivuruga kiasi gani, lakini umepambana. Mungu akutendee zaidi, maana unaitafuta amani zaidi. Tengeneza amani na watu wote. Mstari wa 15. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Bwana anasikia na anaona. Bwana sikio lake li wazi kwa ajili yako jioni ya leo, li wazi. Mstari wa 16. Uso wa Bwana juu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Kila aliyesimama kinyume na wewe katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa nafsi, ulimwengu wa mwili, Bwana akuondolee, Bwana akuondolee, aliondoe hilo kumbukumbu lao duniani. Maana vita si vyako, vita ni vya Bwana. Bwana mwenyewe atatenda na atanena kwa ajili yako. Walilia, naye Bwana akasikia, akawaponya na tabu zao zote. Jinsi unavyolia na kumiminika machoni pa Bwana, jinsi unavyopondeka mbele za Bwana, Bwana atakuponya na tabu zako zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Jinsi moyo wako ulivyopondeka mbele zake, Bwana atakuokoa. Ni wewe tu. Maandalio ya moyo ni mwanadamu, jawabu linatoka kwa Bwana.
Hivyo moyo wako usikubali kuwa kama ulivyo, usikubali kuwa mgumu, usikubali kupandikizwa visivyostahili, ila upondeke kwa Bwana. Maana alisema dhabihu iliyo njema ni ule moyo uliopondeka. Pondeka na Bwana akakutendee, Bwana akakutendea, Bwana akakuponye na tabu zako zote. Mstari wa 19, mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Bwana atakuponya nayo yote, maana anajua. Mstari wa 20, huihifadhi mifupa yake yote, haikuvunjika hata mmoja. Mstari wa 21, hauwezi kuvunjika, huwezi kuvunjika. Bwana ndio mwenye spare ya vyote. Mstari wa 21, uovu utamuinua asiye haki, mwovu utamuua asiye haki, nao wamchao wenye haki watahukumiwa. Ule uovu utamuua asiye haki. Kama hana haki katika wewe, Bwana huwa anaua, maana hana haki ya kukumaliza wala hana haki ya kukandamiza. Haleluya. Mstari wa mwisho na 22 unasema, Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, mimi na wewe, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Wewe uliomkimbilia Bwana hutahukumiwa pamoja na waghalimu, hutahukumiwa pamoja na watenda maovu, hutahukumiwa pamoja na watenda dhambi, ila ni wewe peke yako. Bwana wewe umchae, naye Bwana hatakubali hukumiwe, hatakubali upate madhila. Haleluya. Hivyo nimekuletea jioni ya leo Zaburi ya 34, na ukaisome kwa imani, ukamimine moyo wako kwa Bwana, na Mungu akubariki sana 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 sana. Mungu akakutegemeze sana na akakutunze.